Yesi, mwana wa Mungu, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom, mahali popote ulipo. Ni matumaini yangu kwa mzima. Kwa neema za Mungu leo tena nimepata neema kwa ajili ya kuachilia ujumbe wa Mungu. Nimekuwa kimya muda mrefu na nimekuwa na masomo mengi ambayo bado sijafika mwisho. Ni kuahidi tu ndugu mtazamaji na ndugu mfuatiliaji wa channel ya Saa ya Uamsho Ulimwenguni, kila somo ambalo nilianza kwa awamu hii tena Mungu amenipa kibali na neema na nguvu kubwa kuhakikisha kwamba kila somo na kila kipande nilichobakiza ninakimaliza kwa neema za Mungu. Kwa hiyo nikukaribisha tena kwenye Saa ya Uamsho Ulimwenguni. Naomba unisikilize kwa makini sana. Leo tena tuna mwendelezo wa somo linalosema vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu, lakini kwenye kipengele au kwenye mfumo wa teknolojia. Leo tutaangalia kwenye kipengele kinachohusiana na mfumo wa teknolojia au utandawazi. Nitatokea kwenye kitabu cha Danieli sura ya 12 na ule mstari wa 4. Nitatokea kwenye kitabu cha Danieli sura ya 12 na ule mstari wa 4. Fungua Biblia yako. Maneno ya Mungu yanasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Basi naomba twende pamoja sasa. Naomba unisikilize kwa makini. Shetani anafanya kazi kwa weledi mkubwa sana. Shetani anafanya kazi kimkakati na anafanya kazi kwa malengo na anafanya kazi kwa mifumo ambayo anahakikisha ananasa roho za wanadamu wengi na kuzipeleka motoni. Shetani anafanya kazi kwa mkakati wa muda mrefu na anafanya kazi kwa maarifa kubwa sana kuhakikisha kwamba anawanasa wanadamu na anaumiliki ubinadamu na anaumiliki ulimwengu. Kwa hiyo shetani hawezi kushinda ulimwengu isipokuwa ametumia uongo kuweka ulimwengu kwenye mwelekeo mbaya. Yaani shetani hawezi akamshika mtu isipokuwa anatumia uongo, anatumia maarifa kuweka ulimwengu kwenye mwelekeo usiofaa. Ina maana analeta mambo yanaonekana kama ni mazuri, lakini mwisho wake unakuwa ni mauti. Ina maana anamdanganya mtu na kumbadilisha na kumweka kwenye mwelekeo usiofaa. Naomba unisikilizie. Kwa hiyo teknolojia ndiyo njia pekee ya kupoteza ubinadamu. Yaani teknolojia ndiyo njia pekee ambayo anaitumia shetani kuhakikisha kwamba anawapoteza wanadamu na anaumiliki binadamu na anaumiliki ulimwengu mzima. Shetani tayari ameshinda ulimwengu kupitia teknolojia. Yaani tunaposemea teknolojia ni muunganiko wa vitu vingi ambavyo vinaonekana kama vimerahisisha maisha, ambavyo vinaonekana kwamba vinawasaidia watu kwenda huko na huko, kwenda kule na kule, na lakini ndani yake kuna kuwa na hila. Tunaposemea teknolojia ni muunganiko wa vipengele kaza wa kaza, na hivyo vipengele kwenye macho au kwenye ulimwengu wa mwili vinaonekana ni vipengele vizuri, lakini mwisho wake ni mauti. Kwa hiyo tunaposemea teknolojia sasa, mfumo wa teknolojia namaanisha sasa teknolojia ya mawasiliano, namaanisha teknolojia katika televisheni, radio, smartphone, namaanisha chanjo, namaanisha uvumbuzi wa madawa, ninamaanisha uvumbuzi wa uzazi wa mpango. Unakunywa madawa ili kuwa na uzazi wa mpango, lakini ndani yake kuna kuwa na hila ya kuwakamata watu na kuwapoteza,
Kwa hiyo nisikilize sana. Kwa hiyo shetani ameushinda ulimwengu kupitia zana za mawasiliano. Ninaposemea zana za mawasiliano, ni moja ya mfumo wa teknolojia, ni moja ya maarifa kuongezeka katika siku za mwisho. Kwa hiyo kupitia teknolojia, shetani ameushinda binadamu na kunasa roho za watu wengi sana. Ameushinda ubinadamu kupitia hizi zana za mawasiliano, kupitia teknolojia mbalimbali, kupitia uzazi wa mpango na madawa kaza wa kaza. Lakini lengo lake sio kurahisisha maisha. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba ulimwengu unakuwa kiganjani mwake, na kuhakikisha kwamba tamaduni kaza wa kaza zinawafikia watu na kuwafanya wawe kwenye mwelekeo mbaya, ili aweze kuumiliki ulimwengu, ili aweze kuumiliki ulimwengu na kunasa roho za watu wengi na kisha kuzipeleka motoni. Kwa hiyo teknolojia ambayo tunaitumia leo, hii teknolojia unayoiona tunayoitumia leo, ilivumbuliwa katika ufalme wa shetani miaka mingi iliyopita. Yaani unapoona leo tunatumia simu, ina maana ilivumbuliwa kwenye ufalme wa giza miaka mingi iliyopita, na hii teknolojia ilivumbuliwa kimkakati ili kwamba aweze kunasa roho za watu wengi na kuzipeleka motoni. Kumbuka shetani anafanya kazi kinyakati, anafanya kazi kwa weledi, anafanya kazi kimkakati. Ina maana kabla ya miaka 100, yani anajua 2100 nitaleta kitu hiki, anakiandaa leo, na akijua katika wakati huo nitanasa roho hizi na hizi. Amen, amen. Naomba unisikilize kwa makini sana. Basi tuangalie maeneo mbalimbali ambayo yamewekewa mtego wa teknolojia kunasa roho za wanadamu. Yani kuna maeneo kabisa ambayo amejua shetani ameweka mitego hapo. Anajua kabisa mtu yeyote hawezi akatoka hapo, lazima apite tu hapo na ili aweze kumnasa, Kumbuka naposemea mfumo, namaanisha ni mpango uliohaliliwa ambao ndani yake sasa kuna vitu vingi vinavyoungana ili kufanya kitu kimoja kinachofanya kazi kwa ufanisi mkubwa, na kinachofanya kazi kutimiza haja ya watumiaji kwa weledi na kwa ufanisi mkubwa. Ninaposemea mfumo wa teknolojia, yani namaanisha kuna vitu kaza wa kaza kulingana na maarifa yalivyoongezeka, vimeunganishwa navyo, vinaonekana vimekuja kurahisisha maisha ya watu, na vinaonekana vinaleta connectivity, vinaonekana vinaleta interaction between people of different location, lakini ndani yake kuna kuwa na mpango masubuti wa kishetani ili kuunganisha watu wa kila kabila na kuwakamata, kuwaingiza kwenye mfumo usiofaa. Tuangalie hayo maeneo. Eneo la kwanza ni mfumo wa teknolojia katika zana za mawasiliano. Mfumo wa teknolojia katika zana za mawasiliano, hiyo namba 1. Tuangalie yake zana. Nitaonyesha zana chache tu baadhi, lakini zipo nyingi sana, siwezi kuzimaliza. Kwa hiyo nitaachilia tu kama mwanga, na zingine wewe utazijua tu. Tunaposemea zana kama television, mtego wa kishetani ulioko nyuma ya zana hii, au tunaposemea television, yani tunapoona television hii ni zana iliyovumbuliwa kuzimu, ili kwamba kuhakikisha katika majira haya ya kuja Bwana Yesu Kristo anawanasa watu wengi. Kwa hiyo katika mtego sasa kwenye zana kwenye television ni kama kuachilia movie, film, tamthilia zinazovutia sana, ambazo zinachukua
muda na nafasi ya Mungu kwa wanadamu. Ina maana tunaposemea sasa mfumo wa teknolojia katika mawasiliano, tunapoangalia zana baadhi kama television, utaona sasa kuna vipindi mbalimbali vinarushwa kwenye television yako na vinakuwa na nguvu nyuma yake. Yani kuna kuwa na tamthilia nzuri sana na kuinaachiliwa kwenye television yako, kiasi kwamba unakuwa na moyo wa kuifuatilia, hauwezi ukaacha. Unakuwa na moyo wa kufuatilia kila kipindi kinachorushwa kwenye television yako, lakini kinaonekana kama ni kizuri, ila nyuma yake kuna kuwa na mtego. Nyuma yake inakweko roho kamili ambayo inachukua nafasi ya Mungu, ambayo inachukua inaongeza kitu ndani yako kinyume na Mungu. Tunajikuta wanadamu tunakuwa busy. Tunapokuwa tumekuwa busy kufuatilia movie, tamthilia na vipindi kaza wa kaza, kama kwa watoto wanafuatilia katuni, wanakuwa busy hapo. Kunakuwa hakuna muda tena wa kujifundisha maneno ya Mungu. Kunakuwa hakuna muda tena wa kusoma Biblia. Kunakuwa hakuna muda tena wa kutubia dhambi zetu. Kunakuwa hakuna muda tena wa kutafakari. Na kinachofanya sasa tunakuwa busy hapo, na tunapoangalia hivyo vitu vinabaki kwenye ubongo wetu, kwenye fikra zetu. Na hata tunasema tunaangalia kwa muda mfupi, tunapoenda kumuomba Mungu, tunapoenda mbele za Mungu, kunakuwa na kitu kinachotembea kwenye mawazo yetu. Unakuwa tu unakumbukia movie hali ukiwa unaomba. Kwa hiyo unakuwa kuna kitu fulani kimeondolewa, kuna nafasi fulani ya kumtafakari Mungu imeondolewa kwenye nafsi yako, na badala yake hata kama ukienda ibadani sasa, kuna movie tu zinatembea kwenye fahamu zako, kuna mambo yanatembea kwenye fahamu zako, lakini nyuma yake kuna kuwa na nguvu ya kishetani. Itukumbuka somo letu ni vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu. Twende pole. Kwa hiyo sasa hizi ni tamthilia zinarushwa kupitia television, kuna vipindi vinarushwa, lakini nyuma yake kuna mpango uliohaliliwa kuhakikisha kwamba vipindi hivi vinachukua nafasi ya Mungu kwa wana wa Mungu. Hawapati muda wa kuomba tena, hawapati muda wa kumtafakari Mungu tena, hawapati muda wa kusoma neno tena. Kwa hiyo kuna kuwa na vitu kama hivyo. Na hivyo ukianza tu kuangalia ni vitamu kweli kweli, ni vitu vizuri kweli kweli, na hauwezi ukaacha. Huu ni mfumo, ni vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu. Nisikilize. Kwa hiyo kila nyuma ya kipindi kinachorushwa kwenye televisheni yako sasa, kuna roho kamili inayoteka ubinadamu, yaani ufahamu. Kila kipindi kinachorushwa kwenye televisheni yako, uwe makini nacho, uwe makini kisichukue nafasi ya Mungu. Kwa maana kwa kila kipindi kinachorushwa, kwa kila tamthilia unayoifuatilia, kwa kila movie unayoifuatilia, kwa kila katuni unazozifuatilia, nyuma yake kuna roho kamili ambayo inateka ubinadamu, yani ufahamu wako. Na hiyo sasa ili Yesu ajapo atukute hatujatengeneza, tuko busy na movie, tuko busy na television zetu, ili atuache. Ndio maana sasa utakuta vipindi vizuri vinarushwa kupitia television yako na vinakuchukulia muda sana. Wakati mwingine unajikuta umeshindwa hata kuomba. Yaani umefuatilia tamthilia mpaka saa 6, basi unajikuta umeshindwa hata kuomba, unaenda tu kulala. Kumbuka hii ni vita ya kimifumo. Kwa hiyo sasa nyuma ya kila kipindi nimekwambia kinachorushwa, kuna uvamizi wa nguvu za giza, au kuna uvuvio wa nguvu za giza kukuteka ufahamu na kujikuta unakuwa unasahau maombi, unasahau ibada, unasahau kila kitu. Kwa hiyo unajikuta uko hiyo. Kwa hiyo kuwa makini na vita ya kimfumo inayohusiana na kurudi kwa Yesu. Kuwa makini na vita ya kimifumo inayohusiana na kurudi kwa Yesu. Kwa hiyo unakuta sasa hapa
ndio maana sasa utaona vitu kaza kaza tumevipoteza kama kanisa la Mungu. Najikuta mtumishi kesho ana ibada, lakini hapo usiku kuna movie, anafuatilia movie. Baada hapo anaenda kulala. Kesho najikuta hakuna mafunuo, kuna Roho Mtakatifu, nguvu imezimwa kabisa. Washirika wameangalia movie za kumwaga damu na vitu kaza wa kaza, roho zimewaingia ndani yao. Wanajikuta sasa mawazo yao yote yanakuwa yanawaza vitu vingine. Nisikie sana hapo, nafikiri hata kwa hapo umenielewa sana. Lakini zana nyingine ni simu za mkononi, au tunasema smartphone. Naomba ufungue tena kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 na ule mstari wa 15. Maneno ya Mungu yanasema, nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Naomba unisikilize. Nyoka au joka limeachilia matapishi ambayo sasa ni matapishi ya kiteknolojia, ambayo yanaonekana ni burudani na tafrija kwa watu wakaao duniani. Hayo matapishi sasa ni ya kimfumo na ya kimfumo kwa teknolojia, lakini yanaonekana kuwa ni tafrija, ni burudani, lakini nyuma yake kumbe ni matapishi ya joka. Hayo matapishi ni mfumo ambao unawafanya wanadamu kukokotwa na kutupwa jehanamu. Hayo matapishi sasa ni ya kimfumo ambayo yanawafanya wanadamu kukokotwa na kisha kutupwa jehanamu. Mfumo wa teknolojia katika simu za mkononi au katika vyombo vya mawasiliano ni kuwafanya wanadamu wawe busy wa muabudu mpinga Kristo kupitia simu kuliko kumwabudu Mungu. Yaani sasa utakuta mpinga Kristo anaabudiwa kupitia smartphone. Yaani muda ambao watu wa Mungu wanamwabudu Mungu na muda ambao tunatumia kwenye simu zetu, muda tunaotumia kwenye simu zetu ni mkubwa kuliko muda tunaotumia kumwabudu Mungu. Ina maana hapo shetani alibuni mbinu ya kuabudiwa, akagundua tutaumiliki ubinadamu kwa kupitia simu za mkononi. Tutamiliki ubinadamu na wanadamu wote wataniabudu kupitia simu za mkononi, na tazama watakuwa busy muda wote kuscroll, lakini kwa kufanya hivyo watakuwa wananiabudu mimi. Kitu chochote kinachochukua muda mrefu au kitu chochote kinachochukua nafasi ya Mungu, hicho kitu ni Mungu wako. Yaani ni miungu au ni muungu. Kitu chochote kinachochukua nafasi ya Mungu ni muungu kwako. Smartphone inayochukua muda wa Mungu ni muungu kwako. Naomba unisikilize sana. Kwa hiyo simu ndiyo imechukua nafasi kubwa kuliko Mungu. Unaweza ukafanya tathmini wewe mwenyewe. Yaani muda unaotumia mkubwa ni sehemu gani? Muda unaotumia muda mrefu, yani kwamba yani kwamba kitu ambacho kinachukua muda, kinachokuchukulia muda wako ni kitu gani? Kwa hiyo sasa huu ni mpango wa siri ili kuwamiliki wanadamu, na Yesu ajapo asipate hata mtu mmoja wa kwenda naye, kwa maana watu watakuwa busy na smartphone na bila kujua kwamba smartphone ni moja ya mpango wa shetani, ni moja ya mavumbuzi ya shetani ili kuumiliki ubinadamu, kwa sababu ilitabiriwa watu wataenda mbio huku na huku
watakuwa busy wakitafuta maisha, na maarifa haya sasa yataongezeka. Ini kwa sababu ni wakati wa mwisho, ni wakati ulioamriwa. Kwa hiyo sasa hata watumishi wa Mungu tumekuwa busy na simu. Matokeo yake sasa mafunuo na nguvu za Mungu vimekoma kwetu. Yani watumishi wa Mungu unajikuta kesho kuna ibada, basi tu hapo tuna scroll kwenye simu, tuko TikTok, tunahama tunaenda Facebook, tunaenda YouTube, tunakuwa hapo, tunakuwa busy. Kwa matokeo yale sasa, kwa sababu nyuma yake kuna roho, tunajikuta mafunuo ya Mungu hayapo tena. Kunajikuta hapo tu basi umejiandaa haraka haraka, umekuwa busy hapo, kesho ibada unapanda madhabahuni, lakini nyuma yake bila maandalizi, kwa sababu ya simu au mfumo wa teknolojia unavyoondoa nafasi ya Mungu, na inakuwa ni vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu. Kwa hiyo tuende sasa kwenye eneo hili la simu au smartphone. Mtego zaidi upo kwenye mitandao ya kijamii, yani kwenye vifaa hivi vya mawasiliano sasa kama simu au smartphone. Mtego zaidi au mitego zaidi ipo kwenye mitandao ya kijamii. Tunaposemea mitandao ya kijamii, mfano wake ni kama, nafikiri unajua, tunaposemea Facebook. Tunaposemea Facebook, nyuma ya Facebook kuna siri kubwa na kuna agenda ya kishetani. Yani sisi tunaona tu ni Facebook, lakini nyuma yake kuna siri kubwa na kuna agenda ya kishetani. Kwa hiyo na tunaposemea Facebook, nyuma yake kuna nguvu ya kubwa ya asili kwa ajili ya kuwapoteza watu. Yani nyuma yake kuna vitu siwezi kusema hapa, lakini tu ujue hivyo, nyuma yake kuna siri kubwa. Kwa hiyo watu wengi wamepotea kupitia hii mitandao ya kijamii kama hiyo Facebook. Sasa wameangalia vitu vya ajabu ambavyo nyuma yake kuna uvuvio wa kishetani. Nyuma yake kuna uvuvio wa kishetani unaondoa kitu cha Mungu ndani yako na kuachia uvuvio wa kishetani na kuachia mfumo wa mawazo na fikra mbaya kwako. Amen, amen. Kwa hiyo kwa Facebook, kwa tafsiri rahisi sasa, nisiende ndani sana, kwa tafsiri ya kiroho ni fimbo ya shetani kuwapoteza wanadamu au kuwatawala. Tunaposemea fimbo katika ulimwengu wa roho, tunamaanisha ni utawala, ni mamlaka. Na maana Facebook ni utawala wa kishetani kwa ajili ya kupoteza wanadamu. Kwa ufupi tu, nisiende ndani sana hapo, uelewe tu hivyo. Mtandao mwingine unaweza kusema WhatsApp hapo. Ukiamka unajua mwenyewe, ukiamka unaanza na hivyo vitu, unaingia WhatsApp hapo. Kimsingi inachukua nafasi kubwa ya Mungu. Unaweza kutulia hapo WhatsApp hapo, kuna magrupu kama 10, ujiangalia grupu hili, jienda grupu la vikoba, bado hapo grupu la biashara. Kwa hiyo unajikuta kama saa 3, 4, 5 yanakuwa yamekata. Kwa hiyo kupitia hivyo mpinga Kristo anaabudiwa, na hiyo kabisa tunakiri. Ni kweli shetani ana hekima kubwa na ana maarifa makubwa kuwateka wanadamu, kwa sababu watu wengi tumemilikiwa na vitu hivi bila sisi kujua. Kwa hiyo kuanzia leo basi tuwe na kiasi, tukijua nyuma yake ya WhatsApp ni joka, na anaachilia matapishi pale, na anaachilia nguvu pale kwa miliki watu, kuhakikisha kwamba basi anawakamata. Kwa hiyo tuvitumie kwa utukufu wa Mungu na kuwa na kiasi. Lakini pia hapo, mfano wa mtandao ya kijamii, mtandao mwingine wa kijamii kama TikTok, hapo kuingia ni rahisi, kutoka mpaka salio liishi. Vijana wanajua kuingia ni rahisi, lakini kutoka basi mpaka bando liishe. Kwa hiyo sio rahisi. Nyuma yake kuna roho kamili ambayo inakufanya ushikiliwe. Na ukiangalia kabisa, yani unaweza kaingia saa 1 ukajikuta imefika saa 4, na ukija kutafakari kitu ambacho ulikuwa unaangalia kimsingi hakina maana yoyote,
lakini kutoka inakuwa ni kazi ngumu kwa sababu ya hicho, kwa sababu ya nyuma yake kuna nguvu ya kumiliki binadamu. Ina maana sasa hapo tunajikuta sasa nafasi ya Mungu imechukuliwa, tunajikuta tumekuwa bize, na ameiweka hii kimasubuti kabisa katika siku za mwisho ili kwamba watu tuwe bize. Kile unachokiangalia mle kinakuwa wewe, kinaingia ndani yako, kinaachilia mawazo machafu, kinaachilia tabia mbaya ambayo kimsingi bila hicho usingefanya hayo. Bila hicho, na ndio maana utaona Roho Mtakatifu amekoma, ni kwa sababu tumekuwa bize kwenye hii mitandao, na nyuma yake kuna roho ya kishetani ambayo inanyonya uwepo wa Mungu, inatutenga kabisa uweponi. Kwa sababu wewe fikiria tu, wewe jaribu kuingia Facebook kuangalia hata kama sali moja, ingia TikTok tena angalia hapo, Instagram, si mtandao X na nini. Ukitoka hapo connection yako na Mungu kabisa imetoka. Unakuwa umefika mbali sana, na mpaka uje urudi tena kwenye uwepo wa Mungu inachukua muda. Ina maana sasa hapo shetani ametarget tu. Yesu anaweza katokea muda wote na tutajikuta tumewachwa. Hali kadhalika tulikuwa watakatifu, kumbe tu ni vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu. Hebu tufungue Mwanzo, nisiongee tu. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6, maneno ya Mungu yanasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Unaona, shetani hata pale mwanzo alipotaka kuangusha Adam na Hawa, alitumia mfumo wa teknolojia, alitumia mfumo wa macho, alipoangalia yule mwanamke, alipoona ya kuwa ule mtu wafaa kwa chakula. Ina maana na ule ni mfumo, akaona mti ule unafaa kwa chakula, wapendeza macho. Kwa hiyo ni mtandao, naona ukiingia kweli kila kitu kinapendeza macho, na kama vitu vinafaa. Nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Ina maana hapa alikuwa ni maarifa yalianzia pale. Kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Kwa hiyo vitu ambavyo tunaviangalia kimtandao vinafaa kwa macho, vinatamanika kwa maarifa, ni vitu vizuri, lakini kumbe nyuma yake kuna agenda ya kuzimu. Nyuma yake kuna roho zenye nguvu ambao zinakuvutia. Unapoangalia tu, basi unajikuta umeenda kwenye mwelekeo mbaya. Kwa hiyo mitandao ya kijamii mingi, lakini ujue tu nyuma yake kuna nguvu. Kwa hiyo hapo kama mfano kama kuna Instagram, siwezi kuvieleza vyote, kuna mtandao X, kuna hizo Google, nyuma yake ni namba 666. Kwa hiyo unaweza kurudi kule nyuma tulipoangaliaga mfumo wa namba 666. Nafikiri tena hapa nikirudi tunaweza tukagusia kidogo kama Mungu atatupa nafasi. Nimalizie sasa, naona muda wangu hapo umeenda. Nimekuwa nikirusha masomo kaza wa kaza, na nikawa sasa naona watu wanaofuatilia ni wachache, lakini sasa hizi sitajali mtu anafuatilia hata iwe no view, mimi hainisaidii. Nitakuwa nimefanya nafasi yangu, iliyobaki mimi hainihusu. Kaza hii mitandao ya kijamii sasa, kazi baadhi tu, niishie hapo. Basi kwa nafasi nyingine tena, kwa siku nyingine tutaendelea. Kazi zake sasa imehadiliwa ili kuchukua nafasi ya Mungu. Yaani unajikuta ukiingia hapo TikTok masaa mawili hujamwabudu Mungu hapo. Ndani yako kuna roho zimeingia chafu kiasi kwamba unakuwa umetolewa kabisa uweponi. Hata kama ukienda kumwabudu Mungu unakuwa na mawazo mengine kabisa ya yale yanajirudia kwenye ufahamu wako, yale uliyoangalia TikTok, yale uliyoangalia Facebook. Hata kama wewe umekuja huko YouTube, kwa neema tu za Mungu kuangalia mahubiri, lakini bado unaangalia hapo, lazima tu yani unajua bana, ili ujue kwamba kuna roho kweli. Ukiingia hata kama unakuwa unaangalia mahubiri, yani kuna roho inakwambia scroll,
unakuwa tuna scroll, kuna vitu vinakuja vizuri paka yani hata ile inakutoa tension yako ya kusikiliza neno la Mungu. Yani ni ngumu sana ufike tu anze kunisikiliza hapa bila kuscroll kuangalia post zingine, inakuwa ni ngumu sana. Yana kwa bisa tunaangalia huko, unakuwa unasikia neno moja mengine yanaruka kiasi kwamba unaweza kaenda ukaona kama unielewi, umeenda huko kana kama kitu kizuri kimekuja kinakutoa, unaona ukiangalia hiko. Kwa hiyo sasa utaona tunarusha maneno ya Mungu kama hivi, na tukisema ni vita vya kimifumo vinavyohusiana kurudi kwa Yesu, na Yesu yuko karibu kurudi. Lakini ukiangalia taarifa zinazofuatiliwa sana ni za kisiasa. Ningeposti hapa kuongelea siasa, ningeposti hapa kuongelea kitu kingine, kuongelea rais ajaye wa 2035, rais ajaye 2025, basi ningekuwa na viewers wengi. Lakini hiyo nyuma yake kuna nguvu, vitu ambavyo havina nafasi kwenye ufalme, vitu ambavyo ni vya dunia hii, vinakuwa na watu wengi wanafuatilia, na vinakuwa na mvuto kuliko neno la uzima, vinakuwa na mvuto kuliko neno la uzima. Nikiweka hapa mpira watu wengi wangeangalia, ningeweka hapa kitu chochote watu wengi wangefuatilia, lakini neno la uzima kama hili linakuwa halina maanani kwa watu, wanaangalia wawili tu, wanaangalia watatu tu. Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo inachukua nafasi ya Mungu. Hilo jambo la kwanza. Kazi nyingine, kunyonya nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Kunyonya nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Kwa sababu unapoenda kuangalia kule kama tu unaona, unakuwa kama mwanamke alipoona kwa ule mti, unaona vitu vingi. Unapokuwa uko hapo unaona hivi, unaangalia hiki, unaona kitu nyuma yake kunakuwa na roho, unaangalia hiki, unaangalia hiki. Katika kupitia hapo na vingine vichafu tu vinakuwa vinaachiliwa mtandaoni. Unapokuwa unaviangalia sasa, nguvu ya Mungu ile inakuwa inanyonywa, unakuwa unatolewa kwenye uwepo wa Mungu, unakuwa unatoka kwenye uwepo wa Mungu. Kwa hiyo nguvu zinanyonywa, na ndio maana sasa hizo utaona sasa watu wengi wamejiunga tu Freemason, watu wengi wanatumia mafuta ya upako, watu wengi wanatumia nguvu za giza. Kwa sababu nini? Hakuna tena mtu anayetembea na nguvu za Mungu kwa kiwango ambacho Mungu anataka. Miujiza imekoma, na tumekuwa tuna projo nyingi na story nyingi, lakini kwenye miujiza tumetoka hapo. Kwa nini? Hii mfumo wa teknolojia, vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu. Lakini jambo lingine, kuvuvia roho za kishetani ndani ya mtu. Kwa kila nyuma ya hizi teknolojia, kwa hizo nyuma ya kila posti, nyuma yake kuna roho aidha ya Mungu au roho ya kishetani. Kwa hiyo unaposikiza neno kama hili mafundisho ya uzima, roho ya Mungu inakuwa nyuma yake. Kwa hiyo inakupa badiliko. Unaposikiza vitu vya dunia hii, roho ya kishetani inakuwa nyuma yako, inakupa badiliko, lakini in negative way. Inakupa badiliko lakini kwenye mtazamo hasi. Lakini pia kuwa nguvu ya maombi ndani yako. Kuwa nguvu ya maombi ndani yako. Kuna jikuta washirika sasa hapo kesho ibada, sasa unakuta hapo basi wiki nzima wameangalia tamthilia, wameangalia hiki, maombi hamna kabisa. Kwa hiyo unajikuta uko busy paka muda wa maombi unafinyuliwa kabisa, unaenda kule. Kwa hiyo kazi nyingine tena ni kumwabudu mpinga Kristo. Unapokuwa pale alivyo design, ni kwamba unapokuwa unafanya kitu chake, ina maana unamwabudu yeye. Kwa mfano, unapokuwa kanisani unafanya kazi ya Mungu, unamwabudu Mungu. Unapokuwa kanisani unafanya usafi kanisani, unamwabudu kwa sababu unafanya kitu cha Mungu, cha kimungu. Unapokuwa huko mtandaoni unafanya kitu cha kishetani, ina maana unamwabudu mpinga Kristo. Kwa hiyo mimi nasema kwa damu ya mwana kondoo, vijana waamke, watoto waamke, wamama waamke. Huu sio muda tena wa kushinda kwenye mitandao. Huu sio muda tena wa kulalala. Huu ni muda wa saa ya uamsho. Hii ni saa ya uamsho ulimwenguni kote, sio saa ya uamsho Tanzania tu, hapana. Ni saa ya uamsho ulimwenguni kote. Sio saa ya uamsho Mwanza tu, sio saa ya uamsho Dar es Salaam. Ninaamuru mioyo ya vijana iamke, naamuru mioyo ya wamama iamke. Nasema amka
ni saa ya kuamka, ni saa ya kutoka usingizini. Tuko katika siku za mwisho. Vijana tusiwe bize. Ni saa ya vijana kuamka kama mashujaa na kuihubiri injili ya Mungu. Sio saa ya kuangalia mpira, sio saa ya kushinda TikTok, sio saa ya kushinda Facebook, na sio saa ya siasa, bali ni saa ya uamsho ulimwenguni kote. Bwana asema vijana tuamke, wa mama tuamke, wa baba tuamke, tuihubiri kazi ya Mungu ingali ni mchana, kwa maana usiku umeendelea sana na mapambazuko yamekaribia. Bwana Yesu yuko malangoni. Ina maana kuamsha wewe unanisikiliza, na iamsha roho yako, na naamuru uamke umtumikie Bwana. Naamuru uamke, naamuru uamke, naamuru uamke. Kwa hiyo hii ni saa ya uamsho ulimwenguni kote. Ni saa ya uamsho watu walioko Kenya, ni saa ya uamsho watu walioko Uganda, ni saa ya uamsho watu walioko Marekani, watu walioko Asia, watu walioko Mashariki ya Kati. Ni saa ya uamsho tena. Sio saa ya maandamano, sio saa ya kulalamikia serikali, ni saa ya kuamka. Bwana yuko malangoni. Shika paramasata tata. Amen, amen. Bwana kubariki sana. Usiache kunifuatilia, usiache kulike na kucomment. Saizi ni mwendelezo, nitaenda kwa kasi. Sitaangalia mtu ameangalia, amecomment, amelike. Hayo hayanihusu. Amen, amen.